Ukimpigia baba simu anakuambia mimi nitunze mtoto analiwa, mama analiwa na mtu mwingine. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu. Kama kuna ukatili mbaya ninaoona unaendelea nchini kwetu, ni ukatili wa watu wazazi kugoma kufanya nini? Kutunza watoto wao kwa sababu mapenzi yamefanya nini? Yameisha. Nadhani kwa hii kipindi cha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3, kesi nyingi ambazo zimekuwa zikitoka ustawi ni za matunzo, ni za matunzo. Sheria inamtaka kila mwananchi anayekuwa na taarifa juu ya ishu ya ulinzi wa mtoto afanye nini? Aitoe hiyo taarifa. Kwa hiyo sisi wote hapa tuna wajibu wa kutoa taarifa zinazohusiana na nini? Na masuala ya ulinzi na usalama wa mtoto. Kwa hiyo ndio hatua ya kwanza. Sasa ukisema ile sheria pia inafurahisha kwa sababu inasema kwenye kila halmashauri kunatakiwa kuwa na intake social welfare officer. Si ndio eh? Do we have one at Temeke? Intake social welfare officer. Intake social welfare officer. Huyu ni mpokea taarifa. Intake social welfare officer. Ni mpokea taarifa. Kwa hiyo anasema mwananchi anaweza akatoa taarifa kokote kule anakojisikia. Sio kokote kule, tuseme anaweza akatoa taarifa kwa mamlaka iliyoko karibu yake. Kwa hiyo kwa mfano pale tulianza na mtaa. Kuna vijiji, tuna wajumbe, si ndio? Kwamba mtu anayepata taarifa anaweza akaitoa kwa mtu aliyeko karibu yake. Kwa hiyo kama afisa ustawi ipo karibu, unampelekea afisa ustawi. Kama hamna afisa ustawi karibu, unampelekea labda kiongozi wa kata, kiongozi wa mtaa, kiongozi wa kijiji. Lakini sheria inasema hii taarifa lazima imfikie intake nani? Intake social welfare officer, ambaye huyu ni mpokea taarifa zinazohusiana na masuala ya nini? Ya ulinzi. Kwa sheria inasema kila halmashauri inapaswa kuwa na nani? Na intake social welfare officer. Japo najua hiki ni kitu pia ambacho akifanya nini? Akifanyika kwa sababu ya jinsi ambavyo mfumo wetu wa idara ya ustawi ulivyo. Kwa hiyo kimsingi taarifa zote ambazo zinapokelewa kuhusu ulinzi na usalama wa mtoto zitakiwa zimfikie intake social welfare officer. Yeye ndio initiate mchakato wa kufanya nini? Wa ulinzi na usalama. Kwa hiyo kuna hatua ya kwanza hiyo ya kupeleka rufaa au kutoa taarifa ya masuala ya usalama. Halafu wanasema baada ya hapo wewe intake social welfare officer unapopokea hii taarifa, ufanye uchunguzi wa awali kwamba kwa zile taarifa ulizozipokea kuna kitu cha kushtua au ni hofu tu ya mtu. Unajua kuna wakati mwingine unaweza kupita ukasikia mtoto analia ukasema huyu mtoto atakuwa anafanywa ukatili. Kumbe kufuatilia ni mtu alikuwa anakataa kula, anabana pua afanye nini? Ameze chakula. Kwa hiyo unafanya uchunguzi wa awali kuona kama kweli kuna sababu ya kufanya uendelee na hatua nyingine za nini? Za kiusalama au za ulinzi wa mtoto. Kwa hiyo kuna uchunguzi wa awali na huwa unakufanya tu useme kwamba kuna sababu ya mimi kuendelea na hatua nyingine au hakuna. Kama hakuna, maisha yanaendelea. Kama zipo ndio unaangalia zaidi sasa. Lakini kwenye hiyo hatua ya uchunguzi wa awali, kanuni pia inasema kuna uchunguzi wa awali unaopaswa kufanyika pamoja na nani? Pamoja na polisi. Wakati gani? Pia inaposema kama kuna ripoti imetolewa, kuna taarifa imetolewa na hiyo ripoti ina element ya kuwa na issue ya jinai, uchunguzi huu lazima ufanyike pamoja na nani? Na polisi. Na mambo yote yanayofanyika lazima polisi wanafanya nini? Anashirikishwa pale ambapo kunakuwa na issue ya kesi ya jinai. Sasa nimepata bahati hapa na pale kuwa nafanya kazi na maafisa ustawi. Kwa wakati mwingine huwa najua vinavyoendelea. Najua kuna hii vuta ni kuvute kwamba mtoto anapokuwa amekutana na kosa la jinai, nani anasimama kwenye kesi ya mtoto? Afisa ustawi anakuwa nini? Anakuwa mbele. Kwa hiyo hata kwa mfano ikitokea polisi amepelekewa taarifa ya ubakaji, ile kesi hatakiwi kufanya nini? Hatakiwi kuifanya peke yake, lazima aripoti ustawi. Na ustawi akiripotiwa kesi ambayo ina element ya jinai, lazima aishirikishe nini? Aishirikishe polisi. Kwa hiyo hiki ni kitu kizuri, na uzuri tulikuwa tunatembelea madawati ya jinsia juzi, tuliona kabisa kwamba afisa ustawi na polisi gender desk wanafanya kazi vizuri. Naitwa Veronica Buchumi, ni mhadhiri chuo kikuu cha Dar es Salaam, shule kuu ya sheria, ambapo ninafundisha sana masomo yanayohusiana na masuala ya familia na ulinzi wa mtoto, lakini pia nafundisha sheria za uhamiaji na masuala ya ukimbizi, na kwa sehemu nyingine nimepata pia bahati ya kuratibu huduma zetu za msaada wa kliniki, huduma zetu za msaada wa kisheria kupitia kliniki ya msaada wa kisheria chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kliniki yetu inalenga sana katika
utoaji wa elimu kuhusu masuala mbalimbali ya sheria, kuhudumia wananchi ambao hawawezi kumudu gharama za uwakili au mawakili wa kujitegemea. Na kwenye eneo la elimu, leo tumepata bahati ya kukutana na maafisa ustawi kutoka halmashauri ya Temeke, ambapo tumeweza kuzungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na ulinzi wa mtoto pale watoto wanapopitia ukatili. Ni vitu gani vifanyike, ni amri gani ambazo tunaweza tukaenda mahakamani kuziomba ili kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa mtoto vinafanyika vizuri. Na katika nyakati tofauti tofauti huwa pia tunashirikiana na idara ya ustawi wa jamii kuanzia ngazi ya taifa mpaka ngazi za halmashauri katika kuendelea kuelimishana, kueleweshana na kushirikiana kuimarisha mifumo ya usalama na ulinzi wa mtoto na jamii kwa ujumla. Kwa majina naitwa Neema Mambosho, ni afisa ustawi kiongozi manispaa ya Temeke. Leo tuko hapa chuo kikuu cha Dar es Salaam, kliniki ya msaada wa kisheria, ambapo ni wadau wetu ambao wameweza kutupatia mafunzo kwa maafisa ustawi wote wa manispaa ya Temeke kwenye masuala ya ulinzi wa mtoto, hasa eneo la amri mbalimbali za mahakama. Maeneo haya ni changamoto pia kwa maafisa wengi kuweza apply hizi amri mbalimbali za mahakama, lakini kupitia hii refresher training ambao wametupa itasaidia kuongeza ufanisi katika kushughulikia mashauri ya watoto na kuendelea kusimamia upatikanaji wa haki kwa watoto. Wito wangu kama afisa ustawi wa jamii kiongozi ni kuwaambia wadau mbalimbali waweze kutusaidia kuendelea kutuimarisha katika maeneo mbalimbali ya sheria ambayo inatakiwa sisi kama maafisa kusimamia, ambapo ni jukumu ambalo tumepewa katika sheria yetu ya mtoto na sheria nyingine ambazo zinatusaidia sisi kuendelea kuwalinda watoto. Asante. DSM Ustawi Digital, jamii yenye ustawi, furaha yetu.